Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi natamani watumishi tuwe wengi. Kama ulikuwa mahali watu wataki kutumika, hapo ukifika utajifundishia hapa. Haleluya. Ukifika hapo utafanya nini? Utajifundishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mama, usiseme ati wewe hujui kuhubiri. Nani alizaliwa akiwa mwalimu? Uniambie huyu alizaliwa akiwa mwalimu. Ni kitu amejifundisha mpaka akawa mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kutumika kuna mambo mawili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mangapi? Mawili. Ujue katika unapoanza kutumika, ujue kuna watu wangapi? Watatu. Mtu wa kwanza ni wewe kama mtu. Mtu wa pili ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na mtu wa tatu ni shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza simama kwa madhabahu ukamwakilisha Mungu au shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ile umesimama kwa madhabahu, kuna mambo ambayo inaweza sababisha umsimamie nani? Shetani. Na kuna mambo inaweza sababisha usimamie nani? Mungu. Na kuna mambo inaweza sababisha usimame wewe kama wewe. Haleluya. Ni unasikia watumishi wengine wanasema mimi ni mpakwa mafuta wa Bwana. Ni nani unaona? Ni mtu. Haleluya. Ama mjaisikia? Mimi ni mpakwa mafuta. Sasa unajua hawa watu ukiwahubiria, ukiwaonyesha mimi, inakuanga na shida kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Itakana ukihubiria mtu mwambie kuna Mungu. Na huyu mtu unamhubiria muonyeshe kwamba hata wewe unamtegemea huyo Mungu. Lakini kuna watumishi wengine wanasema ukishakanyaga haya madhabahu shida zako Kwa haya madhabahu ukishakanyaga, si hata ukishamfikia Mungu, si hata ukishamjua Mungu, au ukishakanyaga haya madhabahu umefanya nini? Shida zimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta mimi kama mchungaji naweza kukupoteza bila wewe kujua na kupoteza. Haleluya. Kwa hiyo naweza nikakupoteza, na kwa vile unaniamini utafanya tu bila nakupoteza. Na sasa na hapo siku ya mwisho mimi nitajibu maswali, sababu ni mimi nimekupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi nikihubiri na kuambia sisi wote tumuendee nani? Mungu. Sasa nikikuacha mikononi mwa Mungu, hata mara kwa mara nikiombea mtu na sio nikiombea Mungu mwanao amekuja hapa. Yaani naeleza Mungu mtoto wake amefanya nini? Amekuja hapa, ako na shida hii na shida hii na shida hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta nisipokuelekeza kwa Mungu, nitakuwa nimekuelekeza kwangu. Kwa hivyo ile siku mimi sitakuwa, hautaona maana ya kukaa kanisani. Sababu yule nimekuelekeza kwangu na mimi siko. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nilisema mimi nataka niwafundishe ya kwamba wewe hata ukiwa kwa nyumba ukipiga tu magoti ukiomba, uamini Mungu amesikia. Ukija kanisani ukiomba, uamini Mungu amefanya nini? Amesikia. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mafundisho kuna mambo lazima uzingatie. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mambo ukizingatia, hata wewe utapanda kiwango na hautamfanya nini? Hautamsumbua mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Hautamsumbua mtu yeyote. Sababu utakuwa unamtegemea Mungu. Na ukitoka kanisani utaenda nyumbani useme Mungu, nimesikia neno lako. Haleluya. Na katika kuhubiri
Hakuna mwanadamu anajua kuhubiri, mimi nikiwa mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwanadamu anajua kuhubiri, mimi nikiwa mmoja wao. Kwa sababu katika mahubiri kuna sehemu ngapi? Mbili. Na hizo sehemu mbili usipoziangalia zinafanana, lakini si sawa, ziko tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nitumie lugha gani. Mungu anisaidie jamani, Mungu nisaidie. Haleluya. Ya, kwa mfano tutoke katika ulimwengu wa kiroho tuje kwa mwili hapa, mimi na wewe, si ndivyo? Kwa mfano ni kwamba umeenda kujifundisha kuendesha gari. Katika kuendesha gari kuna mafundisho mara ngapi? Mara mbili. Kuna mafundisho inaitwa theory na kuna mafundisho inaitwa practical. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye amefundishwa theory anatamani practical, na mtu amefundishwa practical hatamani theory. Si tunaelewana? Nimewaacha nyuma ama tumeelewana? Mtu mwenye anafundisha, mtu mwenye amefundishwa theory anatamani practical, na mwenye amefundishwa practical hatamani theory. Bwana Yesu asifiwe. Yaani injili ngumu. Yaani iko hivi, mimi sijafundishwa kuendesha gari na sijasomea kuendesha gari, lakini babangu ako na gari. Sasa ile anaendesha na muangalia hivi, naomba baba siwache na mimi nishike. Mimi nasema endesha hivi, endesha, angalia utagonga hiyo, na naenda angalia utagonga hiyo, ndani mpaka nije nizoee kuendesha gari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeshajua kuendesha gari, mtu aniambie niende nikae darasani niandike kitabu na karatasi, inawezekana? Na mimi najua kuendesha gari, naenda kusomea nini? Haleluya. Naenda kusomea nini? Sinaenda kusomea kuendesha gari. Kwa hiyo unaona sitakuwa na ule morali wa kwenda darasani kuketi. Na hii vitu mnafundishwa mimi najua. Kwa hiyo inakuwa tayari ninajua. Lakini yule mtu amefundishwa kwa kitabu anatamani aone gari. Angalau siku ile nilifundishwa kompyuta na kitabu, nilikuwa natamani hii kompyuta inafanyaje? Yaani nimefundishwa ndio, mouse inafanya, lakini hapana, nataka nishike kompyuta yenyewe. Sasa niko pale lakini natamani kushika kompyuta yenyewe. Haleluya. Sasa unakuta tukija katika mahubiri, kuna wachungaji wanahubiri theory na kuna wachungaji wanahubiri practical. Bwana Yesu asifiwe. Wahubiri wa kuhubiri theory, wewe ukienda pale ukifundisha practical na ufungue kanisa hapo karibu, watu wote wanahama huko wanakuja huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikuta mtu mwenye anafundishwa practical, wewe uingie pale na theory yako, wewe utakuwa unafundisha, wao wanakusikiliza vizuri, alafu wao wanaenda kufanya mazoezi kwa ile practical. Hawatakuja huku, tayari wako na gari kule, anakuja tu kusikiliza, alafu anarudi kufanya practical zake. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kuhubiri, katika kila mstari, ukisoma mstari, jiulize, yani uliza Mungu maswali. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari, uliza nani maswali? Uliza Mungu maswali. Bwana Yesu asifiwe. Sisi nitumie mfano gani? Haleluya. Mkemonika, naomba nitumie wewe kama kama example. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani ukishasoma neno, unajua mimi niko hapa mwalimu wa kufundisha, ili nikikuweka mahali ufanye, ni mimi nafaa nikueleze ili ukue kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitumie dada kama mfano. Katika mafundisho yake ya ile Jumapili ya wamama, alisoma kitabu gani? Unasikia hawakusikia? Haleluya. Haleluya. Alisoma kitabu gani? Marko 4. Haleluya. Haleluya. Tumeelewana Na alisema ya kwamba ujumbe wa ile siku ni kwamba tufanye nini? Tuzae matunda. Sasa katika ule mstari, yeye angekaa chini aseme haya matunda nitazaaje? Hiyo ni swali la kwanza. Aweke hapa haya matunda yanaweza zaliwa kivipi? Asukume wapi? Aweke pale. Arudi aseme ni nini kitanizuia kuzaa matunda? Aweke hiyo mifano yote hapo ya mtu chenye kinaweza sababisha asizae nini? Matunda. Swali la mwisho, unaweza kuzaa matunda yakawa na wadudu ndani. Haleluya. Mchungaji sana anahubiria watu, unakuta paka wambea wamekuja kanisani. Haleluya. Sasa unaweza ukazaa matunda lakini akawa na wadudu ndani. Halafu ukusanye hapo. Useme sasa haya matunda nimezaa, sasa haya yako na wadudu, tuyafanyeje? Tuyapige kausha ama tupige? Haleluya. Sababu unajua kama unafundisha kwa sababu umesoma. Unajua mwalimu akiwa mchungaji ni kibarua kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mwalimu amezoea watoto wakianguka mtihani fimbo na punishment. Sasa akija upande wa kanisani, sababu hao watu ni wakubwa, hawezi wapiga. Sasa kitu cha kwanza hatataka umpe maono. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mwalimu haali kwa vyovyote vile anafanya bidii asishindwe na mtoto. Tafuta mwalimu, muulize sasa yako darasani na anafundisha watoto. Mtoto akimuuliza swali hata kama hajui, hasemi sijui, atakwambia ngoja hiyo nitajibu baadaye. Aenda afanye utafiti ili aje ajibu hiyo swali. Na saa zingine anaweza kosa hata kujibu. Na uwezi inuko umuseme unajua. Mwalimu atakuchukia bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyo anajifanya anajua. Mimi niko na certificate bana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika certificate kuna vitu vingapi? Viwili. Kila mahali vinaenda viwili. Kuna academic na kuna experience. Watoto wa shule kuu sasa utatuambia. Kuna academic na experience kwa Kiswahili. Haleluya. Sawa, Mungu amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nitakana watoto wote niwapige viboko hapo. Haleluya. Tabidi niwapige viboko. Katika kila kazi kuna certificate na kuna experience. Yaani katika kila kazi kuna kisomo na kuna ujuzi. Ni vitu viwili tofauti lakini vinafanana. Ndio unakuta ukienda ofisi wanakuuliza uko na ujuzi wa miaka mingapi. Tena wengine wanasema wanataka mtu mwenye ako na ujuzi wa miaka kadhaa. Kwa mwenye umetoka shuleni saa hii, hiyo kazi utaikosa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta kuna baadhi ya wachungaji wako na certificate lakini hawana nini? Ujuzi.
Bwana Yesu asifiwe. Na ujuzi inakujaje? Ujuzi inakuja kulingana na zile changamoto unapata kazini. Mtu amekuja na kitu hii, unang'ang'ana paka kinakuwa kisawa. Mtu anakuja na hii, unang'ang'ana paka inakuwa sawa. Mtu anakuja na shida hii, unang'ang'ana paka anakuwa sawa. Mtu anakuja na hii shida, unang'ang'ana paka inakuwa sawa. Sasa huo ndio ujuzi. Sasa mtu akija na shida, tayari wewe mwenyewe hata analeta shida yenye uliona, ama analeta shida yenye ulipitia. Sasa hiyo inakuwa ni rahisi kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwenye kitabu atakwambia Mungu atatenda kwa wakati wake. Haleluya. Nani maandiko? Haleluya. Mungu atafanya nini? Atatenda kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda kufanya huduma mahali, usipanic. Jamani, Kiswahili kigumu. Kupanic na Kiswahili ni ngapi? Ni nini? Kupanic si kuogopa. Fear ndio kuogopa. Kushtuka. Haleluya. Ni kama kuna huduma tulienda Njeri, tulienda Makemasi na Njeri. Haleluya. Tulipoenda, sasa tulianza kufanya huduma, kuna mchungaji aliingia akapanic. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mchungaji aliingia akapanic. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na mimi mahali kama hapo na nyamaza, hata huwezi jua mimi ni mchungaji. Haleluya. Mimi nafanya nini? Hata kama nilikuwa nimefikisha katikati na nyamazia hapo. Sababu mimi najua Mungu alikuwa amejua tutakutania pale. Haleluya. Na Biblia inaniambia nione mwenzangu kuwa bora kunili. Sasa alipoingia, mimi nikamwachia uwanja. Lakini alikuwa anatamka mambo mpaka kila mtu anashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile kitu alisikiti cha kwanza alianza kutushangaza, alisema kuna mwanamke mbinguni ako na mimba. Nikasema hii ni mpya. Nikaangalia Biblia yangu haraka, nikakuta ni ishara imeonekana mbinguni. Si mwanamke ako mbinguni. Ni ishara imeonekana mbinguni. Sasa mimi nikanyamaza. Sasa kabla hajaanza kuomba akauliza mgonjwa, ulikula nini jana? Mgonjwa akamwambia nilikula kokoro. Sasa chenye mtu amekula jana na maombi leo inaingiana na nini hapo? Chakula na mapepo zinaingiana wapi? Haleluya. Yaani mimi hapo bado sijashangaa vizuri. Akasema wewe leteni uji. Mama anasema jamani uji ni wangu tu. Anasema lete uji, patia huyu. Nilikuwa wanajaribu kupishana na mwenye nyumba. Ikabidi yule mama atii tu amri, aenda achote uji wake alete. Haleluya. Sasa hii ni njia moja ya kupanic. Haleluya. Yaani mahali umeenda huku tarajia kupata mchungaji mwingine, sasa umempata. Na labda walikuwa umesema mimi naenda kupiga ile kazi nipate cha kwangu nipite hivi. Sasa amekuta na sisi tunamwangalia, tunamsikiliza. Haleluya. Kabla hatujaendelea, sasa anaomba, akajichanganya katika maneno yake. Akakusanya mapepo yote yenye yanaharibu ule mji, akayaandika kwa kitabu cha uzima. Nikaona watu wameniangalia. Kumbe watu wamesikia. Nilikuwa nafikiri mimi peke yangu nimesikia. Haleluya. Akakusanya mapepo yote akaandika kwa kitabu cha uzima. Yaani ukishaenda kufanya huduma ukipanic, utatamka vitu kama mtu amekurekodi. Utarudi uanze kulia. Useme hii nilikuwa nasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Na katika huduma usijaribu kumuiga mtu.
Halo? Usijaribu kumuiga mtu. Mimi na fulani anajua kuhubiri, nataka nihubiri kama yeye. Ama niliona kwa radio yule alikuwa anaongoza maombi, alikuwa anaongoza hivi, sasa nataka niongoze kama yeye. Sio nani, kuna neno fulani alisoma akasema nataka ni ile neno ndio nitaenda kuhubiri. Utafika hapo kuna mambo itapotea, utaanza kutamka vitu ambavyo havipo. Sasa kuna mtu tu hapo nyuma anakusikiliza kwa makini, atakushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama ni kuhubiri ukiwa na malapa, kaa hivyo na malapa, watu wakuzoee. Yule mchungaji wa malapa. Kama uko na t-shirt, enda ufundishe ukiwa na hiyo t-shirt, wajue yule ni mchungaji yule wa t-shirt. Yule ni mchungaji wa suti moja. Yule ni mchungaji wa solapanda. Halo? Sasa unajua, unasimama wewe kama wewe, haukuna mtu umemuiga. Na hata kama utaambiwa ni wewe unahubiri, kitu cha kwanza, jaribu umtegemee Mungu. Sasa umeambiwa utahubiri, jiite kwa mkutano, ambia Mungu nimeambiwa mimi ndio natoa neno na mimi sina. Naomba unisaidie. Unipe neno ambalo linaendeana na watu wako, nisipoteze hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuta katika mambo ukijiuliza maswali kama hayo, hata sasa utaanza kuhubiri, utashindwa maneno imetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Nikitumia dada Nasmoi. Dada Nasmoi vile tulimpa ahubiri, unajua sasa yeye alikuwa anatupakulia kijiko kimoja kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Kijiko, tuseme mtu anakula vijiko vingapi ndio hao ameshiba? Tunataka vijiko. Vijiko vingapi? 200, amesema vijiko 200. Asipoacha natumia huo mfano. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hii vijiko kichukue kuweka mdomoni 200 ndio ushi. Kuko na watu 5 wamepika pilau. Tumeelewana? Huyo nimechukua hapa kijiko cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4, cha 5. Nimeshiba. Nitakana 200. Nimechukua vijiko vingapi? Kwa hivyo nikienda nyumbani sitapika. Haleluya. Sasa ile kitu iko, ukiingia katika neno, ukishasoma ile ya kwanza, inafaa ujiulize maswali na likuingie wewe kwanza. Likisha kuingia wewe, alafu ndio uanze kutueleza. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unajua ukianza kutueleza, hata usishughulike kwamba hii neno linapatikana tena. Wewe kaa tu, stike mahali ule ujumbe huko. Na ukae kwa ule ujumbe. Na kama utakuwa umejiuliza maswali, utafika, tuseme kwa mfano. Tuseme dada sasa yeye ndio mchungaji. Nitakana ahubiri leo Jumapili, ile ingine yeye ndio mhubiri. Kama leo atatusomea vitabu zote, Jumapili ile ingine atatufundisha nini? Mwaka mzima ukiisha mafundisho imeisha. Tumeelewana? Mwaka mzima ukiisha mafundisho imeisha. Na Biblia ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta unapoambiwa kwamba wewe ndio utafundisha, uliza Mungu maswali. Nimeambiwa leo ndio ninafundisha. Na usiwe umeiga mahali kwamba niliona kwa TV, nilisikia kwa radio. Simama wewe na uambie Mungu hakuna kitu najua. Naenda kuongea na watu wako. Naomba unitumie kama chombo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nimegundua tunang'ang'ana kufunguana na watu wengi wamejifunga kwa maneno yao.
Sasa yule aliandika mapepo kwa kitabu cha uzima. Akiombea mtu toba, atasema jina lake liandikwe kwa kitabu cha uzima. Anakutana na yale mapepo yaliandikwa kule. Anarudisha mapepo mbinguni. Sasa mapepo anarudisha mbinguni kufanya nini? Ile inaitwa kupanic. Tumeelewana? Hiyo inaitwa nini? Kupanic. Kisha panic unatamka tu vitu haraka haraka, unashtukia. Katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Methali 6. Methali 6. Haleluya. Sasa unakuta watu wengi tumejifunga kwa maneno yetu. Methali 6 kuanzia mstari wa kwanza. Mbele ya Zaburi. Nyuma ya mhubiri. Mwanangu, kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako. Ikiwa wewe na mgeni mmepana mikono. Basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sasa mwanangu, fanya hivi ukajiokoe. Kwa kuwa umejitia mikononi mwa jirani yako. Nenda ukanyenyekee na kumsihi jirani yako. Baba uliza mbingu na nchi, wewe ni kimbilio tegemeo la maisha yetu. Angalia tumesoma neno lako, tuelekeze jinsi upendavyo wewe, ili neno lako likaweze kuingia katika roho zetu. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Haleluya. Unaona hapa, huyu anaambia mtoto wake kwamba kama wewe ni mdhamini wa rafiki yako, ikiwa wewe na mgeni mmepana mikono, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sasa mwanangu, fanya hivi ukajiokoe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa, unaweza kuta katika maneno, unakuta unasema neno, na lile neno umesema linakuwa la kukuangamiza pasipo wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe. Unatapitia shida ukatamka kitu bila wewe kujua umetamka nini, na haitakuwa kwa akili, sababu yule mchungaji sijui nani atamkumbusha yale maneno alitamka pale. Sijui nani atamkumbusha. Kwa unakuta kuna maneno unaweza tamka na kinywa chako, unakuwa hata huduma yako umeifunga. Bila ninasema kila mtu anafaa kujua kuhubiri. Wewe tayari umejifunga, mimi siwezi. Umeshasema mimi siwezi. Labda unaweza kuwa umetamka na haujatuambia. Wewe umetamka tu kimoyomoyo, hauwezi. Kwa hiyo ile siku utaona hebu nijaribu. Zile vitu utatamka hapa, ukijirekodi utajicheka mwenyewe. Sababu tayari wewe umeshakiri hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna wengine katika ndoa waliona mwenzao akiteseka katika ndoa, mpaka akatamka akasema, kama huko ndio kuonewa, wacha nikae mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe.
alafu akafika mahali naye anatamani kuolewa. Sasa unakuta hata yeye kutulia kwa ndoa ni shida, sababu maneno yake inasema hakuna kuolewa, wacha akae. Haleluya. Sababu najua kila unatoa ukiwa na uchungu kwa kumhurumia mtu inaandikwa na herufi kubwa. Sababu ile umetoa na uchungu kutoka ndani. Sasa umeandika kwamba hakuna haja kuolewa. Sasa unajua hautaolewa. Ndio utakuwa na watoto. Ama utakuwa unaolewa hapa unatoka, unaolewa hapa unatoka, unaolewa hapa unatoka. Shida si wale wanaume, shida ni maneno yako. Haleluya. Mwingine alisema nikirudi kwa boma yako labda niwe nimekufa. Umeenda umetembea, akafika akasema afadhali yule mume. Sasa anang'ang'ana kurudi. Na anasema atakirudi pale labda hawa amefanya nini? Amekufa. Sasa utaona kama huyu bwana atamrudisha kwa kupenda mke wake, kwa ile ndoa hatakaa, tutazika. Kwa amekuja kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona mtu wanaachana na mume wake, anaporudi kwa boma anakufa, wanaanza kulaumu kwamba hii ni kama ile boma ndio ilikuwa nimemuua tu mkaza mwana. Kumbe ni maneno ya mkaza mwana alitamka, kama ni kurudi, heri nirudi kama nimekufa. Sasa aliporudi, alikuwa anatafuta kifo yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yale maneno alitamka bado yamesimama, na maneno kama hayo shetani anaandika kwa herufi kubwa. Anataka yafanyike. Bwana Yesu asifiwe. Unafika mahali unasomesha mtoto ukisema ya kwamba wacha nisomeshe mtoto wangu atanisaidia, labda ataninunulia gari. Kwa hiyo hata kama ukifika mahali wewe mwenyewe unaweza nunua gari, utasema ile roho inasema hapana, huyu hafai kununua yeye. Anafaa kununua mtoto wake. Na kumbe yule mtoto anafaa kununulia gari, ako darasa la 2. Atakununulia hiyo gari lini? Haleluya. Hiyo gari atanunua lini? Hapana, wacha tu nikae kwa kanyumba, wacha nisomeshe huyu mtoto wangu atanijengea nyumba. Kwa hata ukipata pesa ya kujenga nyumba hautajenga, sababu kulingana na maneno yako ni mtoto wako anafaa kujengee. Kwa utapata pesa ndio, na hautajenga. Bwana Yesu asifiwe. Hata Daudi, yeye ndiye alikuwa amejulikana atajengea Mungu nyumba kulingana na neno la Mungu. Lakini alijenga. Ni nini alikosa? President anakosa nini kujenga nyumba ya Mungu? Kwa yale maneno kwamba ilisema ikasukuma wapi? Kwa mtoto wake ndiye alifanya nini? Alijenga. Na sio Daudi alikuwa hana pesa. Alikuwa ni wa kuamrisha tu na kutenda. Anaenda tu anatenga pesa ya kujenga kanisa. Anasema tunajenga kanisa na watu wote mahali fulani. Na anaenda anajenga. Lakini kwa vile kuna mwiba ambao ulikuwa umesimama pale, hangeweza kujenga. Haleluya. Sasa ni sisi tujichunguze, ni maneno gani tulisema kwa hasira ambao yanaweza yakatufunga. Ni maneno gani watu walisema ambayo nikiangalia katika maisha yangu ninaishi ni kama haya maneno yamenifunga. Wengine hata walitamkiwa na wazazi, angalia mtoto mchinga, angalia chenye amefanya. Kwa hata ungangane kuerevuka, hautaerevuka, bado wewe ni mjinga tu. Sasa wewe mtoto wangu, hii ndoa gani?
Hii hata si ndoa, ungeolewa na fulani. Toka huko kabla kujaribika. Na sasa hiyo mapenzi imenoga, unaambiwa tu nimekuona kwa maji. Unasema huyu mama anataka kuniharibia. Anataka kuniharibia. Halafu Mungu anakusaidia, unakaa kwa hiyo ndoa. Unafika mahali mnakosana tu kidogo, unakumbuka mama aliniambia. Sasa katika yale matusi, unasema hata mama alikuwa hataki niolewe huku. Tayari yale maneno ya mama umeyapatia nguvu na uweza. Haleluya. Haleluya. Sasa unakuta, tuseme kwa mfano, uko na pesa. Haleluya. Uko na nini? Duka gani iko karibu? Waje niseme kwa Jomo. Haleluya. Uko na pesa mfuko 1,000. Na unataka nini? Sukari na unga. Haleluya. Uko na 1,000. Inatosha sukari na unga ama haitoshi? Unga ya chapati kilo 2 na sukari na mafuta. Inatosha Inatosha na ibaki. Basi, uende hapo kwa Jomo. Alafu usimame tu hapo. Dada ni nini? Dada ni nini? Dada ni nini? Utapewa. Kwa nini usipewe na uko na pesa? Kwa nini usipewe na uko na pesa? Lazima utamuke, umwambie jamani, ninaomba unga na mafuta na sukari. Tena uulize saizi gani? Sukari kilo 1, unga kilo 2 na mafuta lita 2. Lazima yale maneno umpatie ndiye akufanyie chenye maneno yako yamesema. Haleluya. Sasa unajua, kwa vile umemuitisha na yeye atakwambia lete pesa. Ndio utoe pesa umpatie na yeye atakuwa amekwambia le. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho tena kunaenda hivyo. Lazima useme ninataka hii. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ulimwengu wa kiroho ulisema hakuna haja kuolewa, jamani, ingia kwa maombi ufunge dry, na yule shahidi ambaye alihusika ukisema, kama ulisema rohoni, Bwana Yesu asifiwe, kama ulisema rohoni hakuna haja ya kuolewa, sawa, wewe unaweza kufika mahali useme mimi sasa nitaolewa wapi na umri nimefika. Acha ikae, hata mchungaji amesema ati hakuna haja ya kuolewa. Weka kwa akili, kuna mwajina wako anakuja. Weka kwa akili, kuna mnaitwaje? Mwajina. Kuna mwajina wako. Wewe Kulondo naona ambia hata kuolewa nini sahi. Hata wachali na kuolewa. Kuna Kulola anakuja. Wewe Kulola mkubwa umesema hakuna haja ya kuolewa. Kulingana na umri nani atanioa? Hii ni ya watoto wadogo. Jua kuna Kulola anakuja. Atataka kuolewa. Tayari maneno ya Kulola imekataa. Hakuna kufanya nini? Kuolewa. Ataolewa. Atapata mume mzuri, anamuaje sema jamani. Unajua kuna mtu anaweza toka kwa ndoa mpaka ufikirie sema jamani, nini kilitoa huyu huku? Yaani wewe ukiangalia hali kwa akili zako unashindwa. Unaomba jamani mwanangu, kwa nini umemwacha yule? Haukumbuki kuna maneno mwajina alisema hakuna haja ya kufanya nini? Haleluya. Sasa kwa vile wewe bado unakumbuka yale maneno, ni wakati wako wa kutafuta yule mtumishi unamuelewa na yule anaelewa mambo ya kiroho, uende umwambie na ni kweli nilitamka, kuna wakati nilikasirika nikatamka hivi. Kwa vile umesema kuna Kulola anakuja, sitaki apate hiyo shida. Nataka tuiondoe sai.
Haleluya. Si tunaelewana? Sasa unaweza ona niende wapi? Ama utafanya harusi lini? Kwa hii sasa unajua kuna mtu anasikiliza mafundisho anasema hii mafundisho ni ya wale watoto wenye wataka kuolewa. Mimi yuko si unapeleka huko kwingi, unasahau kama kuna mwenzangu anakuja hapa nyuma. Na maneno wewe utatamka ndio italinda na huyu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Utafika mahali ukute wajukuu wengine wanaolewa, watu wanapiga sherehe, wananunuliwa maleso na mablanketi wanapiga sherehe na madera. Wakitoka kule wanakuja wanafanyia wazazi wao shopping. Na unaanza kusema kwani nilizaa nini? Unashindwa, yaani hakuna mtu atakukumbusha. Unajua kila neno likitoka liko na sababu yake. Kwa hakuna mtu atakukumbusha, jamani dada, hebu kumbuka ulinena nini? Labda kuwe na neema ya kipekee. Umekaa maisha mpaka umezoea kuchangamka. Sasa angalia mwajina wako apitie yale unapitia. Unajua wewe mwenyewe ndiye unajua. Halo. Wewe vile unaishi, unajua. Sasa mwajina wako apitie hayo unapitia. Utafurahia tu. Ameenda kulima, ameambulia patupu. Amerudi huku, amefukuzwa. Amerudi huku, amefukuzwa. Halo? Tunaelewana? Unajua kuna kesi nyingine niliamua, yule baba akaona ni kwamba hiyo kesi sijaamua vizuri. Haleluya. Akaona hiyo kesi sijafanya nini? Sijaamua vizuri. Unajua ni kesi gani? Mtoto wake wa darasa la 8 alitiwa ujauzito na mtoto wa form 2. Haleluya. Sasa akaja mchungaji sasa naenda kufunga watu. Nikamwambia, sawa, katika kufunga kwa ulimwengu unaweza kufunga. Sawa. Lakini ujue huyu mtoto wako tumboni atakuita wewe babu, na anaita huko kwingine babu, na anaita huyu mama, na ataita yule baba. Huyu mtoto utamwambia nini akishakuwa na akili zake? Sasa ni maneno gani unaleta? Nikamwambia sasa lazima nikueleze ukweli. Hii ni roho sasa unataka kuanzisha. Huyu mtoto kitu cha kwanza inatakana wewe kama mjukuu wako uingie kwa maombi, uombe msamaha, sababu roho yako tayari imemkataa kabla hajazaliwa. Sasa huyu mtoto atazaliwa na roho ya kukataliwa. Sababu tayari baba hamtaki, mama hamtaki, mama yake mzazi sasa anashindwa, jamani tapeleka wapi hii? Anajaribu kufunga maleso 300 kwa tumbo ili aonekane amenona, isionekane ni mimba. Sasa hata mzazi mwenyewe amekataa mtoto. Yaani hata anashindwa sasa nini? Yaani anasumbuka tu katika mawazo. Je, huyu mtoto atafanikiwa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua kitu cha kwanza, kama ulijikuta katika njia hiyo, wewe mzazi kama bado uko hai, inatakana wewe kama mzazi urudishe mawazo pale pale. Haleluya. Unajua si kurudisha kwa baba. Yaani unarudisha vile ulikuwa na ujauzito. Ni nini na nini ilikuwa inatamkwa pale. Tumeelewana? Umeenda kwa mama amekufukuza ama amekugombeza. Umeenda huko umefukuzwa. Huyu mwingine anakuambia mimi bado ni mtoto, siwezi oa saa hii.
Sasa unakuta sasa unabaki sasa hapo unahangaika. Uende wapi? Sasa unarudisha mawazo yako pale. Na unaingia maombi, na baada ya kumaliza hayo maombi unatafuta sadaka ambayo unaona hii ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta sadaka yenye unaona hii ni sawa. Halafu naambia Mungu si mtumishi. Haleluya. Unaambia Mungu si mtumishi. Unaambia Mungu, nilipokuwa na huo ujauzito kwetu nyumbani walinikataa. Kijana naye akasema yeye bado ni mtali. Yale maneno na yakumbuka, yale yenye yalikuwa pale. Unaambia Mungu yote. Halafu nasema, na katika haya maneno kuna wengine waliongea na hayakunifikia, lakini waliongea kunihusu. Haleluya. Hujapita kijijini watu wanasema mtoto wa fulani ameharibika, mtoto wa fulani sio ako na nini, mtoto wa fulani sio. Unajua hii maneno haifikii huyo mtoto, lakini kijijini wanaongea. Sasa tunaambia Mungu, nilipokuwa na ujauzito jambo hili liliongelewa, likaongelewa. Kuna mengine yaliongelewa na sikusikia. Ninapotoa hii sadaka, ninaomba kila neno mbaya mtoto wangu alitamkiwa nikasikia, sikusikia, lolote libaya naomba ulifute. Haleluya. Sababu najua kuna mengine yaliongelewa hayajakufikia. Umeolewa, mzazi anakukataza kabisa usiolewe hapo. Ukikumbuka juzi alikuona kwa kioo, unashindwa, huyu mtu ananipenda mpaka akitaka kujiangalia kwa kioo badala ajiona na niona mimi. Hautasikia maneno ya mzazi. Hata wengine unarukia kwa dirisha unaenda. Haleluya. Sasa ukishaenda, mtoto akishapatikana, unakuta kuna mambo mengi ambaye imebeba, huyu mtoto amebeba. Yale yote yalitamkwa. Lakini unajua, ukishajifungua mtoto, kila kitu kinafutwa, wewe unafurahia mtoto wako. Akishaanza kuwa mkubwa unajipanga na maisha mahali yanakupanga. Haleluya. Sasa unakuta kuna maneno ambayo yamekufunga. Wewe mzazi mwenyewe unasema ningejua. Yaani ile yenye unapitia, unasema ningejua. Sasa hata hii kuko 1 2 3 hivi nifanyeje? Unajaribu kumeza, unajaribu kukoroga majani chungu, mtoto anakuambia niko hapa sitoki. Unajaribu kumeza tumbo nini tembe, unakaribu poteze maisha, unapeleka hospitalini unapona na anakuambia bado niko hapa. Hakuna mahali naenda. Halafu huyu mtoto na hizi njia zote alafu akazaliwa. Tena mzima wa afya. Halafu wewe unasahau. Sasa umepata mtoto, badala uingie kwa maombi sema jamani, Mungu nisaidie, niliongea mambo mabaya kuhusu huyu mtoto wangu, nikafanya hivyo kuhusu mtoto wangu, watu wakanikejeli kuhusu mtoto wangu, naomba tu hayo mambo yote uyafute. Wewe unafurahia tu mtoto na unanyamaza. Haleluya. Na kwa vile Biblia inasema ule wakati ulikuwa ujui, lakini sasa umejua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maneno yako na nini? Na nguvu. Kila mahali. Ni wapi maneno hayana nguvu? Wapi? Haleluya. Ninawapa tu mfano. Ingia pale dukani, 1000 iko kwa mfuko, nyamaza tu pale. Hata kuna duka ingine utatolewa na rungu. Wewe unatafuta nini? Umenyamaza. Wewe anataka kufunga duka, wewe bado umenyamaza hapo. Ataona huyu ni kama anangojea nifunga niibie. Utatolewa na rungu. Sababu hujaongea.
Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Tuangalie maneno ya Petro. Mathayo 26:69. Haleluya. Nataka uelewe. Haleluya. Unapoingia katika neno, uelewe kila neno. Kama hapa unajifunga kwa maneno yako. Kwa unaweza kuta tunataka uwe na baraka, hata vile tulisema tunataka kuanza mradi, kuna maneno wewe ulitamka tu kimoyo na hujatuambia. Halo? Sasa unakuta hata ukiingia kwa huo mradi utasababisha tuanguke, sababu maneno yako si ya kubaraka. Haleluya. Kwa hata maneno yako ni ya nini? 26:69. 69. Unajua 60 na 90 zinakaribiana. 26 mstari wa 69. 69. Haleluya. Ndio ujue maneno lazima urudishe kwa kutamka. Na Petro alikuwa ameketi nje. Behewani. Kijakazi mmoja akamwendea. Akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote. Akisema sijui ulisemalo. Naye alipotoka nje. Hiyo ni mara ya kwanza. Mara ya pili, naye alipotoka nje. Hata ukumbini. Mwanamke mwingine alimuona. Akawaambia watu waliokuwa huko. Huyu alikuwapo pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo. Yaani mnakana mpaka kwa, kama ni hivi nife, kama ni hivi nifanyike, kama ni hivi hakuna, kama ni hivi, yani kwa kiapo. Simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe mmoja wao. Kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Yaani ukianza kuhubiri, hata ukiongea tu ni kama unahubiri. Yaani hata usemi wako. Wacha, unajua ukishaokoka kuna mahali unapandishwa, hata usemi unabadilika. Yaani hata stori zako ulikuwa unapiga za umbea unabadilika. Mtu akija yani unatoka kwa umbea, hapana na mnasemaje hivyo? Mnajua Mungu yuko. Tayari kwa umbea umeingiza mpaka mtu anasema huyu si yule dada tulikuwa naye. Hata usemi wake uko tofauti. Endelea. 74. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu. Alianza kulaani. Haleluya. Alianza kulaani. Unajua mimi nasema sisi wote ni wanadamu jamani. Unajua kama hujapata shida, haya maneno naona ni ya ushenzi tu na nini. Yaani hii maneno ni kama hii kuna watu walikuwa wanaandikiwa. Kama hujapata shida, lakini kama umepata shida kama mimi, inafika mahali unasema kama ni hivi, hii naaka, acha ikae. Kama ni hivi, kama yule mwingine dada alisema, kama ni kurudi hapa, hai nirudi kama nimekufa. Alafu baadaye anataka kurudi.
Haleluya. Hebu rudia hapo kama mstari, naona kanibariki sana vile sisi tunaongea. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema. Ndio akaanza kulaani, analaani nani? Simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Bwana Yesu asifiwe. Haina shida hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue huyu mtu anahapa kwa kiapo na anakana. Simjui mtu huyu na anamjua. Haleluya. Na huyu alimwambia kwamba hata kwenda kufa tutakuwa pamoja na we. Hapa amemkana. Lakini angemkubali wangekufa ile neno lake. Haleluya. Ile neno lake. Yesu tu ndiye alitaka kumuokoa. Akamwambia utanikana. Tumeelewana? Na hata unakumbuka Saila alikuwa amezuia, hakuna mtu atakukamata. Yesu alisema wewe shetani, songa nyuma yangu, toka mbele yangu. Sababu alikuwa amesimama pale kuzuia Yesu asisulubiwe. Sasa ndio akamkataza shetani atoke mbele, aje nyuma. Na ndio maana maneno ya Petro yalitoka mbele yakaja nyuma. Haleluya. Kumkana kule alikuwa anaondolewa hapo mbele, asikufe pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaondolewa hapo mbele, sababu angekufa pamoja na nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Yesu alipofufuka, haleluya, Yesu alipofufuka, hebu niseme ni wapi tena? Hebu Marko 14. Nataka mjue hayo maneno. Tuko kwa uwezo wa maneno. Uwezo wa maneno. Lazima ujue vile uwezo wa maneno katika ulimwengu huu yako, hata ulimwengu wa kiroho ni hivyo hivyo. 14 66 66 14:66. Eh. 14:66. Na Petro alikuwa chini behewani. Akaja mmoja wa vijakazi wa kuhani mkuu. Akamwona Petro akitoka moto. Akamkazia macho. Akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na yule Mnazareti Yesu. Haleluya. Yaani unajua kama umeokoka, umejaa Roho Mtakatifu, mtu akiwa na uwezo mwingine akikuangalia anaona ni kama unawaka moto. Anaona huyu akosi mwokovu huyu. Haleluya. Hali yake tu vile mtu vile muonekano. Petro alikuwa hajaongea. Lakini ule tu muonekano unaonyesha huyu mtu alikuwa pamoja na Petro alisemaje? Akakana akasema, sijui wala sisikii unayoyasema wewe. Hakusikia. Kwa nini anajibu? Hakusikia. Kwa nini? Mbona anajibu? Sijui wala sisikii. Haleluya. Hawa ni wanadamu sisi. Haleluya. Yaani kama hujawahi pitia, haujatamka maneno kama hayo.
Kama hujawahi pitia hayo maneno, wewe hujawahi tamu. Nani hajawahi tamka maneno kama hayo? Ni mshukuru hapa angalau. Nani hajawahi tamka? Haleluya. Sisi ni wanadamu. Anasema wewe hata sisikii chenye unasema. Mbona namjibu? Na amesikia. Tuendelee. Endelea. Akatoka nje hata ukumbini. Akatoka nje hata ukumbini. Jogoo akawika. Jogoo akawika. Unaona ile kitu? Sisikii. Bwana Yesu asifiwe. Marko 16. Nataka hiyo maneno, niko kwa maneno tu, yani maneno ya kinywa chako. Yani maneno ya vinywa vyetu, yani sisi wote. Marko 16:7. 16:7. Nataka hii maneno ya kinywa. Kwa hiyo kuanzia leo ukitamka neno wana ile la uharibifu, kana saa hiyo sema Mungu nisamehe jamani. Halo. Lakini enendeni zenu. Mkawaambie wanafunzi wake. Mkawaambie wanafunzi wake. Na Petro ya kwamba. Na Petro. Hawa. Na Petro. Hebu rudia hapo. Lakini enendeni zenu. Mkawaambie wanafunzi wake. Mkawaambie wanafunzi wake. Na Petro. Sasa sikiza hapa. Kwa nini wanafunzi wake Petro hayuko? Haleluya. Amen. Kwa nini wanafunzi wake Petro hayuko? Alikuwa ameshamkana, simjui mtu huyu. Kwa yale maneno ya kumkana akawekwa kando. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukakuta wanasema enda mwambie wanafunzi wake na Petro. Na ujue huyu Petro ndio walichaguliwa wakiwa watatu, wakasonga na Yesu huko mbele. Wao walikuwa katika kiwango kikubwa sana katika wale wanafunzi. Lakini baada ya kumkana alijitoa katika kundi. Haleluya. Na hajamwambia Yesu sikujui. Halo. Tunaelewana Hajaambia Yesu sikujui. Lakini ameambia wengine simjui Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu ambao walisema superpower ni devil worship, hawajui superpower. Haleluya. Kwa yale maneno yalinenwa na yako. Haleluya. Lakini wao katika roho zao wanajua maombi ya superpower kuna mahali iliwatoa. Sababu saa ile huyo alikana, jogoo alipowika alianza kulia na kusononeka, sababu ameshamkana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu alipofufuka ilibidi, wacha nisiseme na mdomo wangu. Nikisema na mdomo wangu nasema ni mchungaji alikuwa anasema tu vitu zake hapa. Yohana 21:15. Tumalizia hapo. Ndio mjue nguvu ya maneno. 15. Ndio mjue nguvu ya maneno. Unaweza kuwa umekasirika ukatamkia mume wako vitu. Jua zile vitu umetamka zinaweza zikatokea sababu ya hasira yako. Na saa ile unatambua kwa ajili ya huyu mume, jua hata yule utampata kesho ni mume bado. Haleluya. Hata kama utampata kesho ni mume, yule mtoto wako ataolewa kwake ni nani? Na sababu wewe mzazi umeshatamka kuhusu wanaume.
na alafu watoto wako wanaolewa kwa hao wanaume. Unakuta mzazi anasema hapa hakuna kitu umeharibu hapa, kama nakusumbua njoo tukae hapa. Na msichana wake anafurahia, njoo tukae. Hata mwingine anaambia mume wake, kwetu si kuwa, bado ile room nilikuwa nalala bado iko. Usiniletee ujinga hapa. Na unakuta kenye kinamsukuma aseme haya maneno hajui. Haleluya. Yohana 21:15. Wewe nitakana ujue kuanzia leo ukiona ulimi imepita, kanusha haraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona ulimi imepitiliza, kanusha saa hiyo, usiache kiporo. Kiporo chenye uliacha miaka 10 iliyopita, unajua bado kiko Huyu amesema miaka 15. Hicho kiporo bado kiko tu, sababu hujarudishia. Sababu angalia Petro alipomkana, kiporo kilimngojea. Hebu nisoma. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, Je, Simoni wa Yona, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana. Wewe wajua ya kuwa nakupenda. Akamwambia, na sasa alikuwa amemkana. Hakuwa amemkana. Na kwa nini anamwambia Yesu anajua anampenda? Na kutusikia kwanza alikana kwa kiapo. Kwa hivyo ukiwa mchungaji, kuna watu watakukana kwa kiapo, na baada ya hapo watakuja uwaombee. Mchungaji gani yule? Atazunguka ataambia, sikiza, hii shida uko nayo, muone mchungaji fulani. Ataniombea kweli. Wewe enda atakuombea. Na kwa nini akona nini? Kulingana na yale maneno alitamka. Anaona aibu ya kuja. Na sasa ukiwa mchungaji, kitu cha kwanza ujifunze kusamehe. Ukiwa mtumishi yeyote ujifunze kusamehe. Sababu huyu mwenye amekutukana atakuja umuombe. Haleluya. Ni kama yule mwingine unabili mwambia, kwa vile watu wakubwa wanajua makosa yako. Ukiombea tu hata na mtoto wa superpower utapona. Tafuta tu yule mshirika aliambiwaje? Yule mtoto wa mshirika ambaye superpower ni damu. Unajua kuna superpower anakuja leo, kesho hakuna ile nyingine. Na kuna yule hakosi kanisani. Akaambiwa tafuta yule mtu ambaye hakosi kanisani. Chukua tu mtoto wake, mwambie akuombee. Mtoto wa miaka 7 aliombea mtu akapona. Sababu amepewa unabii. Kwa vile hao watu wakubwa uliongea mpaka mkapelekana polisi. Sasa hakuna mtu atakuja hapa kukuombea. Lakini chenye utafanya, chukua tu yule mshirika damu wa superpower. Chukua mtoto wake. Akikuombea unapona. Lakini walifanya ufisadi. Watachukuaje mtoto kabla hawajaambia mzazi wake? Kama mzazi ndiye alipelekwa polisi. Kama mzazi ndiye alipelekwa polisi. Kuna mtu alipewa wewe ujumbe. Akasema wacha akufe ndiye ajue kuna Mungu. Sasa mtu akishakufa atajuaje kuna Mungu? Sitakana aombewe apone, ndio siku nyingine asilete upumbavu.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiza, alisemaje? Hebu tuende hapa haraka haraka. Acha tu 15 vizuri tushike, tukihesabu ni mara ngapi? Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Huyo ni mara ya kwanza. Akamwambia tena mara ya pili. Akamwambia mara ya pili, Simoni wa Yona, na hapo mara ya pili ndio aliapa kwa kiapo, wanipenda? Simeoni wa Yona, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana. Akamwambia, ndiyo Bwana. Wewe wajua kuwa na kupenda. Wewe wajua kuwa na kupenda. Na huko alikana kwa kiapo. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu. Akamwambia mara ya tatu. Hiyo ndiyo aliambia huyo mtu, hata sisikii chenye unasema. We hata sisikii chenye unasema. Na hapa anasemaje? Akamwambia mara ya tatu, Simeoni wa Yona, wanipenda? Simeoni wa Yona, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Kinachomhuzunisha ni nini? Na yeye alikana mara tatu. Tena mara ya pili aliapa kwa kiapo, na mara ya tatu. Haleluya. Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Haleluya. Ulifika mahali akasema, wewe unajua yote. Haleluya. Wewe unajua yote. Kuna kitu tutasema nitakwambia. Lakini Yesu alikuwa anataka yale bila amemkana mara tatu, arudishe ule mdomo mara ngapi? Mara tatu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwako ulitamka, ulirudisha. Haleluya. Mzazi alitamka, ulirudisha. Haleluya. Unajua katika maisha haya wengi, kuna watu walitamkiwa hawataendelea. Kwa huyo mtu uking'ang'ana muendelee, wewe mwenye kumshika mkono utapitia shida. Kama wewe si mvumilivu, utamwambia potelea mbali. Mtu hana imani. Lakini kama Mungu amekutuma kwake, utagonga ugonge, yeye akataa aone wengine wamebarikiwa, ndio aseme, jamani, ningejua ningejiunga na wale. Lakini kwa sababu sijachelewa, wacha nijiungie hapa. Wacha niingilie hapa. Umeelewana? Sasa unajua yale maneno umeongea sirini, Shetani amesikia, Mungu amesikia. Kama ni maneno ya baraka, utabarikiwa. Kama ni maneno ya kuanguka, utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia, wewe saa hii umepoteza nafasi ya kuolewa, na hata mtu akikwambia leo anataka kukuoa, utamtukana. Lakini ujue mwajina wako anakuja kuone. Sasa wewe ombea ndoa. Ama hautaitwa jina. We hamtaitwa majina yenu huku. Haleluya. Kama kweli utaitwa majina, chukua maisha yako vile unayajua. Mahali sisi huko tunasema tafuta mahali mvua ilianza kukunyeshea. Haleluya. Huo ni msemo wetu wa kule nyumba. Tunaambiwa angalia mahali mvua ilianza kufanya nini? Kukunyeshea. Enda simama katika njia panda. Haleluya. Kama pale junction pale Eldoret, ile ya kutoka town. Sasa usimame hivi. Useme, Mungu, sasa mimi nimetoka huko, nimefika hapa, nimechanganyiki. Sasa sijui ni Ngutini, sijui ni huku mlimani, sijui ni Mwakine, hata sijui. Yaani hapo junction kutavinjia hapo
karibu 20. Mnaelewa hapo? Haleluya. Unajua hapo injection kuna vinjia vingi. Unajua vinakaa kama 20, unajua vinaweza fika 20. Haleluya. Ukisimama tu injection hivi unaweza enda huko Dorobi tu. Hapo Dorobi tu kuna vinjia vingi tu hapo. Ukirudi Dorobi 1 kuna vinjia vingi hapo. Ukija Eldoro C kuna vinjia vingi hapo. Ukija hii ya kwenda straight inaenda paka Eldoro A kuna vinjia vingi. Yaani hapo kuna njia zaidi ya 20 hapo. Sitakana sisemi muende msimame pale. Unajua kuna watu wengine wanachukua mafundisho kama nini? Ya mwili. Haleluya. Usiende usimame pale watu washangae na huyu dada nini amesimama hapa. Anataka agombe na pikipiki nini? Haleluya. Mchungaji alituambia tuje tusimame hapa injection. Haleluya. Nasema katika mawazo yako unaomba maombi ambayo uko injection. Unasema jamani, nimepitia shida nyingi. Alafu nimekuja paka nikafika hapa. Hata saa hii sijui ni njia gani nitaichukua ndio niwe salamu. Naomba unisaidie, unishike mkono, unielekeze. Haleluya. Na uende utamke hayo maneno na utafute sadaka yenye unaona hii nikimpatia Mungu iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Yale maneno ulitamka. Na hata wewe paka saa hii hata wengine juzi ulitamka. Hata ile hiyo. Sawa. Nimesema hivi, yenye unajua imesemwa, zaidi unaomba unaitaja. Tumeelewana? Na saa ile kuna nimerudi nimesemaje? Ukiharibikiwa kuna kijiji kinaweza kikaongea mambo hata yasikufikie, lakini kijiji kizima kinajua. Na ndio maana nimesema saa ile unaomba, tamuka yale ulisikia, tamuka yale unajua, na uongeze ya kuwa kuna mengine huwa yanaongelelewa kijijini na muhusika hajui. Haleluya. Ni kama mtu akiwa na ukimwi. Watu na huyu dada hii ugonjwa wake. Tena anakuja na anasema sasa dada pole utapona tu akitoka hapo. Kile dada umeona vile yuko. Ile ni kama ni ukimwi. Lakini akiwa hapa amemtia moyo, Mungu anaweza. Rashes. Sasa huyu alikuwa na bahati, alipata mtu wa kumwambia ukweli. Nyinyi hamna umbea. Unaangalia mtu ni mgonjwa na muangalia umwambie kwamba hii ni kama ukimwi. Bora usimwambie dada hii ugonjwa yako, hebu angalia hii ni kama ni ukimwi. Tutashtakiwa na nini? Si ni mgonjwa? Haleluya. Sasa unakuta
Sasa mtu amekuja kumwangalia, dada utapona, anampa maneno mazuri, omba tu Mungu ukizingatia madawa ya daktari. Halafu akitoka hapo, dada wewe umeona kweli? Umeona kweli? Huyu hayuko bure. Huyu hayuko sawa. Huyu hayuko sawa. Je, hiyo muziki anajua? Halo. Wewe ndio maana unaingia kwa maombi, unasema na yale walitamka ambayo kunihusu, ambayo yanasumbua katika maisha yangu, ambayo itasumbua mpaka watoto wangu, ambayo itasumbua mpaka wajukuu wangu. Nimesimama na hii sadaka, naomba ufute. Takuta baada ya hapa mtoto wako ataolewa na Sonko. Kuja tu kuonyesha nyumbani na kuja na Prado. Unashinda. Halo. Kama uko na kanyumba ka on your max, unakuta na mtoto anatangulia sema jamani, huyu mume wangu na kitambi kiko hivi. Mume wangu na kitambi sasa atakaaje? Atakaje? Hii choe ya midando hapa, huyu ataingia kwa hii chokwe. Mtu mwenye amezoea ati anakaja anasoma gazeti akisimama na finya hapo. Sasa hii choo yangu ya mdando atakuwaje? Itabidi msichana haja aseme jamani, hii choo hawezi ingia. Itabidi atengeneze kachoo kingine hapo. Kazuri. Sasa naona hii ni aibu, atadharauliwa. Kwenu choo yenu ni mdando. Sasa unajua mnapendana mkiwa Nairobi, kila mtu amekodisha nyumba ya tiles. Unajua nyumba ya kukodisha ni ya kukodisha tu. Haitakuwa yako. Heri kaa kwa nyumba ya matope ambayo unajua ni yangu. Halo. Ya kukodisha ni ya kukodisha. Kama mmepatana wewe ukiwa kaka nyumba kazuri ka tiles. Yaani hiyo nyumba ukiingia, yaani ukiamka asubuhi kuna vimarashi vya nyumbani. Unaweka kwa mapasia, yaani akiingia ndani mapoi namwambia tu kaa hapa kidogo. Halo. Hapa mjui kuna vitu kama hiyo. Halo. Kuna vimarashi yani ukipuliza asubuhi itashinda mpaka jioni. Sasa wewe akikutembelea anakuta hiyo nyumba vile inanukia, alafu mlete ya choo ya mdando hapa. Haleluya. Ndio maana huwa nawaambia, ukipata mume, wacha vitu ya kujifanya kujiweka maisha yenye hauko. Mwambie sikiza, kwetu ni maskini, unaweza nioa uanze kunidharau. Kwa hiyo unijue mimi kwetu ni maskini, tumezoea. Akuchukua kijuu na akija kwa hiyo choo ya mdano, ambaye nilikwambia. Nilikwambia. Sasa mimi ndio nafanya kazi, ndio nataka nisaidie kwetu nyumbani. Kwa kama akikuwa na hiyo, hata ukija kupata pesa baadaye hata kuheshimu. Lakini umwambie kwetu kuna nyumba, kwetu tunapiga deki, kwetu sije tunafanya nini. Akikwambia hii Christmas tunaenda kukulia kwetu, unamwambia hapana, unajua mama anasafiri. Mama anaenda wapi Christmas? Leo unaanza kufunika, si mama anafanya, masi unajua huwa kuna tunakutana, si yaani unapinda mpaka nashindwa kwani kuna nini? Kwenda huko tu peke yake, kwani tunaenda kuishi huko? Si kwenda tu kukula Christmas na kurudi. Sasa unampa maneno ya kufanya nini? Halo. Ambia mtu, unajua mama wazazi walitumia pesa yote kunisomea.
Mpaka ndio mahali nimefika. Sasa sasa kwanza niko na kibarua. Kama nataka kunioa itabidi ungoje niende nijenge pale kwetu kwa kitu angalau. Sasa kwani kukoje kwa basi twende tutembee. Unaenda unamwambia sikiza, si unaona hapa nilikwambiaje? Unjue chini nilikwambia sitaki kudanganya, sababu wewe nataka tuishi kifo kitutenganishe, tuzeeshane pamoja. Tukianza na uongo, hii ndio haita Sasa mimi nakwambia ukweli, upende usipende, iwe nimeshakwambia. Kwa hiyo nikubali vile nilivyo. Ukija unampeleka kwa choo ya mdando, mwambie na ukanyage pole pole, wewe usiweke uzito ukatumbukia hapo. Nilo mmeweka mikoche miwili pale. Halo? Mmeweka mikoche miwili, hadi uko chooni lakini unaona wenye wanapita nje. Halo? Unajua ukishamwambia umwambie unajua nikisema nataka kuolewa, nataka tuanze na ukweli. Nisikwambie kwetu tuko na gorofa na hatuna. Na wewe kwenu niambie tu kwetu kuko hivi. Usije tukaoana waanze kuniambia sio unasomesha ndugu, sio unasomesha dada, sio nataka tusituambiane saa hii. Sasa tukiamua ujue mimi niko na kazi ya kufanya kwanza na wewe uko na kazi ya kufanya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kuna maneno yalinenwa ambayo inaharibu na hautajua. Na hakuna siku utaombea hilo. Sasa wewe umechukia wanaume na unataka unaokuwa na mtoto wa kiume. Haleluya. Na hata huyu mtoto namwambia tu anatembea kama babake na babake hamko pamoja. Ola. Wewe amsemaji. Yaani ukiangalia mtoto yule akija, hebu kimbia kidogo, anakimbia hilo yanakimbia. Na huyo baba umemchukia. Na huyo mtoto anatembea kama baba. Ako na tabia kama za baba. Na huyo baba umemchukia. Kwa hiyo hata umechukia mtoto wako bila kujua. Bila boma sikanyagi, lakini mtoto umelaani hujalaani. Lakini inajulikana kama ni laana kweli. Tuseme tu kweli. Hii inajulikana kama ni laana. Haijulikani. Lakini kwa roho yako ile boma sikanyagi. Na huyu mtoto hata kanyaga. Likimpata pale hutakanyaga kuona mtoto wako. Na ukitoka hapo kufe kwa ajali, wamefanya nini? Utasema wamefanya nini? Umerogwa. Ndio maana mtoto wetu alitoka ile boma amekanyaga tu na akaanguka kwa gari akafa. Kumbe ni maneno ya mtoto mwenyewe. Haleluya. Wewe ukitaka kuwa mtumishi mzuri, jifunze kusamehe na kusahau. Usisamehe kama yule mwingine. Nimekusamehe usikanyage kwangu. Huo ni msamaha. Unajua shida ni moja. Kama ni mapepo imekutoa kwa ndoa, kwa vyovyote vile kutakuwa na siku utatamani yule mwanaume. Weka hilo. Yeah. Ndio maana nimesema hiyo swali ni nzuri kabisa. Ndio maana nimesema kama ni mapepo imekutoa kwa ndoa, yule bwana utamtamani tu.
Inategemea, sikiza, haitegemei mama. Wacha kusukumia mama. Damu inajuaga kwao ni wao. Ukae na huyo baba. Kuna mambo tu hayataenda sawa maana sio damu yako. Kuna rika ya mtoto mwenye utamwambia asikie. Na kuna rika ya mtoto utampiga utakuta ako kwao. Utampiga utakuta ako kwao. Lakini kama ni mtoto mdogo kama huyo akiambiwa akikaa kidogo hivi anaweza hata akasahau. Haleluya. Na ndio maana nimesema kama ni mapepo yamekutoa kwa ndoa, utafika tu siku hata ukikutana mwingine atafanya tu kitu useme angekuwa fulani hata angefanya upuzi. Tayari unajua roho yako tayari imetamaa. Saa ile umekosa chakula, unasema hata kama fulani alikuwa anunui chakula kila siku, lakini haezi acha tukalala njaa kabisa. Tumeelewana? Baraka zimeongezeka. Haleluya. Tumeelewana? Haleluya. Sasa ulitamka nini ambacho inaweza kufunga? Ukalaani yule baba vizuri. Na ukaapa vizuri. Haleluya. Haleluya. Sasa unajua kuna maneno unaweza kutamka, saa ile unatamka itaonekana ni kama haina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna mtumishi mkubwa kwa Biblia alitamka maneno ambayo anaona hayana kitu. Lakini uliza. Msichana yupi? Sasa unajua huyu, haya maneno kitu cha kwanza si ya kijana kulingana na vile unaeleza, ni ya wazee. Hapo mvua itanyesha, songeni huko, hatujamaliza. Haleluya. Sasa huyu kijana, yale maneno inaweza kumfunga huyu kijana, sababu yule mama hana hatia, hajakataa kuja. Tumeelewana? Huyo mama hana hatia sababu hajakataa kuja. Angekuwa amekataa kuja, yangemshika yeye. Na sasa huyu kijana yatamshika. Hata ndoa yake anaweza kosa kuona shida, lakini kwa watoto wake vile yeye ilifanyika itafanyika. Yeye ni wazazi. Sasa wazazi ndio wamempoteza. Si wazazi wake ni damu yake. Yesu atarithi damu ya watoto wake. Hata naye mtoto wake atapata ujauzito, naye atakataa asiolewe. Inaenda hivyo. Haleluya. Tumeelewana? Uliza.
Kiapo kitu cha kwanza kinashika mwenye makosa. Umeelewana? Sijakukosea. Ukihapa kiapo chochote, akita nishika sababu mimi sina makosa. Ndio maana Biblia inasema ninatamka baraka inatokea laana. Tumeelewana? Kwa sasa huyu mtu atatamka laana itatokea baraka. Wewe tangu mwanze kuomba, si kuna mtu umemuombea hata afe kesho na mpaka saa hii hajafa. Kwa nini hajafa? Unamuombea ombi ambao yeye hana hatia. Halo? Unamuombea ombi ambao yeye mwenyewe hana nini? Hatia. Sasa kama umemkosea, chenye anatamua kinaweza kushika. Na kama katika ulimwengu wa kiroho hujamkosea, haitatokea. Kwanza kuwapa na mchanga ni baya sana. Sisi wote ni ndugu na mchanga. Haleluya. Sisi wote ni ndugu na mchanga. Kwanza ukiwa na hasira kiapo kinashika vizuri. Sababu unajua uko na uchungu. Umeelewana? Mtu amekukosea alafu hape na uchungu. Ni kama mtoto, hata mtoto wako akikukosea uongee na uchungu, hiyo kitu inamshika. Bwana Yesu asifiwe. Kitu chochote unaongea na uchungu kinamshika. Tumeelewana? Kwa ukiongea na uchungu, hiyo inamshika vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii wiki tunaenda, kila mtu aenda ajikusanye. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aenda fanya nini? Ajikusanye. Nikisema uombe leo, kuna vitu zingine hautaomba. Haleluya. Nikisema uombe leo, kuna vitu zingine hautaomba. Tunaanza leo. Sasa na hii wiki uende ujikusanye. Jaribu kukumbuka kila kitu watu waliongea. Ulitaka kuonewa wakakutukana, sasa hauko na ule mwanaume. Ulitaka kufanya jambo wakaongea, haujafanya mpaka leo. Sasa takana sasa uweke na uambie Mungu kweli. Fulani alisema hivi, fulani alisema hivi, fulani alisema hivi. Kama haya maneno yananifunga napitia yenye napitia. Unajua kuna mtu anaweza kuwa mlevi. Sasa mnakosana kwambia unasema unataka kuniwaje? Hakuna mahali utaenda. Ni bwana gani atakuoa? Tunaelewana? Ni bwana gani atakuoa na wewe unarudisha? Hata kama sitaolewa siwezi rudi kwako. Haleluya. Sasa unakuta haya maneno yamekufunga, hata kama huyu bwana anataka urudi, hautarudi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huko Eldoret ndio nashangaa. Unakuta mtu alitoka kwa ndoa, akaenda, huyu bwana akaoa mke mwingine, halafu nakuta huyu anatoka kwa hii ndoa, anaenda kutembelea mke wake wa kitambo. Hiyo ndio vita nimeona hapa Eldoret. Haleluya. Hata umenikumbusha. Kuna mwingine kwamba mimi nimeoa mke wangu na watoto nimesomesha mpaka wengine wako na vitambulisho. Kwa mfano nataka kuhalalisha harusi. Mzazi wangu aseme nisihalalishe. Anapitia wapi? Na tuko na watoto nimesomesha mpaka wako na vitambulisho. Alafu azuie nisihalalishe. Alafu mimi kama mtoto wake nimsikilize. Kila roho inatoka mahali. Haleluya. Unakuta huyu mwenye anaambia usiolewe, angalia mwajina wake. Nilikwambia ukiona mtoto anapitia, angalia mwajina wake. Je, aliolewa? Usibishane kwa nyumba, wewe usiolewe. Angalia huyu nilimuita jina nani? Nilimuita fulani. Fulani hapo kwa ndoa kweli? Hayuko kwa ndoa. Hii roho nitashika mtoto wangu. Sasa anza kupigana na ile roho katika ulimwengu wa kiroho.
Kwa huyu mwenye anagombana anapitisha tu ile roho ilisema kwamba sitaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Ile roho ilisema sitaolewa. Huyu amesimama tu kwa pengo. Sababu kudhibitisha ile roho. Sababu roho yenyewe haiwezi jitetea. Lazima kuwe na mtu ameivaa ndio asimame kwenye Ndio maana nikitaka kuoa mtaita, nitaambiwa lazima nifunge mlango. Na waniambie ufunguo nani atakuwa nao. Halo. Sasa nitafungaje bila ufunguo? Sasa nitafungaje na ufunguo? Kwa hiyo nikishafunga, nimeshafunga. Tunataka maneno. Haleluya. Maneno. Kufunga mlango lazima ujue nani atafungua. Na ndio maana mnafunga mlango, unaolewa, unaachana na mume wako, unarudi, nani amekufungulia? Na ulifunga, nani amekufungulia? Haleluya. Kwa yale maneno kuna kitu yanaumba. Sasa yakishaumba, wewe unabaki tu ukisema mlango ulifungwa, kumbe hata baraka zako zilifungwa. Haleluya. Wewe hujawahi kutana na mtu ameoa, halafu unashangaa unasema jamani, huyu dada aliona nini kwa huyu bwana? Chenye ameona wewe hujui. Haleluya. Chenye ameona wewe hujui. Hata nafika hivi kwanza alafu afanye makosa akulalamikia, wewe si mume wangu nilijua tu. Sijui aliona nini kwa huyu. Chenye aliona wewe hujao. Haleluya. Tumeelewana? Sasa yale maneno, hii wiki tunang'ang'ana na yale maneno kwa ajili ya baraka zetu, kwa ajili ya baraka za watoto wetu, kwa ajili ya maendeleo yetu na kwa ajili ya huduma zetu. Nataka mtu wa Eldoro Superpower akisimama akiongea kitu kitendeke. Haleluya. Na hakiwezi tendeka kama haya maneno yamekufunga. Mwingine wewe ndio umeokoka kwa boma. Hili boma kuna mwokovu hapa kweli? Hapa hakuna mwokovu. Alafu unasema jamani nimeokoka na mpenda Yesu. Tunafikia hii boma halina mwokovu. Haleluya. Sasa tunaanza maombi leo mpaka Jumapili. Haleluya. Ili Mungu atusaidie tutoke katika hiyo shida.
Mungu maneno machache kwa ajili ya huduma yako. Ambia Mungu maneno kwa ajili ya viapo ulioviapa. Ambia Mungu kwa ajili ya wale maneno watu waliongea kukuhusu na yanakaa katika maisha yako. Kataa kila visirani vya ibilisi. Kataa kila maneno ya ibilisi. Kataa kila maapizo ya ibilisi katika jina la Yesu. Haleluya.